Jeshi la Kizayuni lilichoma moto majengo na chakula kabla ya kukimbia Gaza. Tovuti ya Dropsite News, chombo cha habari cha uchunguzi kilichoko Washington, kimefichua kuwa jeshi la Israeli lilichoma kinyama nyumba na vyakula kabla ya kukimbia ukanda wa Gaza na baadaye kusambaza picha za unyama huo kwa majivuno na kiburi kikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Shirika la habari la Tasnim limenukuu taarifa ya tovuti hiyo ya Marekani ikisema kuwa wakati jeshi la Israeli lilipolazimishwa kuondoka ukanda wa Gaza, lilianza kuteketeza kila kitu, hasa chakula, ili Wapalestina wanaorejea kwenye maeneo yao waendelee kufa kwa njaa. Kwa upande wake, televisheni ya Al Mayadin imenukuu ripoti ya tovuti hiyo ya Dropsite News ya Marekani ikisema kuwa jeshi la Israeli lilianzisha kwa maksudi wimbi la moto uliochoma na kuteketeza miundombinu ya raia kwenye mji wa Gaza mara baada ya kutangazwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jinai hiyo ni sehemu ya sera ambayo jeshi la Israeli imekuwa ikizitekeleza Gaza katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, yaani kuchoma na kuharibu makazi ya raia na miundombinu ya kiraia. Ripoti hiyo imeongeza kuwa usiku wa Oktoba 9 na alfajiri Oktoba 10, mara baada ya kutangazwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kabla ya kuridhiwa na baraza la mawaziri la Israeli, mji wa Gaza ulishuhudia wimbi kubwa zaidi la moto ambalo halijawahi kushuhudiwa katika kipindi chote cha miaka miwili ya vita na mauaji ya umati ya Israeli huko Gaza. Jeshi la Israeli pia limesambaza makumi ya picha na video za majengo yaliyokuwa yakiteketea kwa moto katika jiji la Gaza, wakati wanajeshi hao wasio na chembe ya utu walipokuwa wanaondoka mjini humo, huku wakiona fahari kusambaza uharibifu na jinai hizo kwenye mitandao ya kijamii. Hayo yakiendelea, mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Palestina Hamas ameushutumu utawala wa Israeli kwa kutia mkono orodha ya mateka wa Kipalestina na kukwepa kutekelezwa masharti na vipengele vya makubaliano ya usitishaji vita Gaza licha ya ahadi zake kwa wapatanishi wa kimataifa. Akizungumza kwenye mahojiano na televisheni ya Al Jazeera ya Qatar, Ghazi Hamad ameonya kuwa mwenendo huo wa utawala wa Israeli unafanana na wapatanishi wa kimataifa wakiwemo wa Marekani. Amebainisha kuwa Israeli inachuja orodha hiyo ya mateka na kujaribu kuondoa baadhi ya majina ya mateka wa Kipalestina wanaopaswa kuachiwa huru. Amesema Hamad na kuongeza kuwa huo ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano hayo ambayo yalifikiwa kupitia upatanishi wa kimataifa. Ameonya kuwa baraza la mawaziri la waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu linaendelea kutishia kuanzisha tena vita dhidi ya Gaza, huku akitaka kuwepo mashinikizo ya kimataifa na ya Kiarabu ili kuizuia Israeli kushambulia Gaza na kulazimisha utawala huo utekeleze makubaliano hayo. Sasa nikwambie, katika ripoti njema zaidi licha ya yote ambayo yanaelezwa ni juu ya Hamas waliweza kukabidhi mateka 20 wa Israeli kwa shirika la Msalaba Mwekundu kwenye makundi mawili tofauti kama sehemu ya makubaliano ya usitishaji mapigano ya Gaza. Na tawi la kijeshi la Hamas licha ya kuchapisha orodha majina 20 ya mateka, na muda mfupi baadaye wanamgambo hao wakawakabidhi kundi la kwanza la mateka 7 kwa wakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu, baadaye wakawatoa tena 13. Iliweza kuleta furaha kweli kweli. Mmoja jamaa wa mateka aliachiliwa hakuficha furaha yake, anasema ana furaha sana mno, na anafikiri unaweza kuona hapa watu wote, watu wa Israeli wamefurahia sana kushusha pumzi. Ni asubuhi ya kipekee na pengine asubuhi itakayobadili namna walivyozoea kuishi katika nchi yao. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli imechapisha majina mateka hao katika mtandao wa X kuwa ni Guy, Gilboa, Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Gal na Ziv Berman pamoja na Omri Miran. Hata hivyo, pia msemaji wa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema wafungwa wa Kipalestina wataachiwa mara tu Israeli itakapothibitisha kwamba mateka wote ambao wanatarajiwa kuachiwa wamevuka mpaka kuingia Israeli, na Israeli haitarajii kupokea miili ya mateka wote waliokufa siku ya Jumatatu. Lakini pia mara baada hilo kufanyika kwa Hamas, nao pia Israeli ikaweza kuachia mamia ya mateka wa Kipalestina huru kabisa. Mamia ya mateka wa Kipalestina waliachiliwa huru kutoka jela za Israeli siku ya Jumatatu chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza. Katika uamuzi wa kushangaza, jeshi la Israeli lilitoa onyo dhidi ya kusherehekea hadharani wa Palestina kuachiliwa huru ndugu zao. Kama sehemu ya makubaliano ya kubadilishana mateka yaliyopatanishwa na pande za kimataifa, Brigade za Al-Qassam, tawi lenye silaha la Hamas, iliwaachia mateka 20 wa Israeli badala ya mateka 1968 wa Kipalestina, wakiwemo mamia wanaotumikia kifungo cha maisha au kifungo cha muda mrefu. Na hii ni awamu ya kwanza ya mapatano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya Hamas na utawala wa Israeli, huku kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu
ikiwezesha kukabidhiwa kwa wafungwa na mateka kutoka pande zote mbili. Wakati huo huo, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imesema kuwa bado ina msimamo wake ule ule wa kuhakikisha mateka wote wa Palestina walioko kwenye makucha utawala Kizayuni wanaachiliwa huru kutoka kwenye jela za kutisha za Israeli. Suala la kuendelea kukomboa mateka wa Palestina litaendelea kwa moja vipaumbele vyetu vikuu hadi mateka wa mwisho waachiliwe kutoka kwenye jela za wanazi wapya na kukombolewa maeneo yote ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na Wazayuni, ikiwemo Quds tukufu, imesema sehemu nyingine ya taarifa ya Hamas iliyotolewa Jumatatu. Siku ya Ijumaa, makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa kati ya utawala wa Kizayuni wa Israeli na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, na hivyo kukomesha miaka 2 ya jinai na mashambulizi ya kigaidi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza.